Sasa rai yangu mimi ni kwamba LATRA, malalamiko ya baadhi ya wamiliki wa magari ukiyasikiliza yako genuine, na katika mkoa wangu na ambao na uongoza niliopewa ridhaa na Mheshimiwa Rais, tumewaelekeza LATRA kuhakikisha wanasikiliza maoni ya wamiliki wa magari, ili pia kuhakikisha kwamba hatuuongozi mkoa wetu kwa makelele, kwa sababu ni kweli kwamba mafuta yamepanda, na kama yamepanda kidogo basi tuone nini cha kufanya. Na ni kweli kwamba LATRA nao wamejaribisha kusimama katikati, angalau kubalance kati ya mmiliki wa gari, mwananchi na bei ya mafuta. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kusaidiana. Lakini LATRA kitu ambacho pia walikuwa wanakidhibiti ni ule uholela, kila mmoja anaamka anapandisha bei tu kwamba mimi daladala itakuwa shilingi 3000. Sasa mwisho wa siku makelele yatakuwa tena kwa Mheshimiwa Rais, kwa kuwa ndiye aliyepewa ridhaa ya kuliongoza taifa lake. Hayo nimeona niyafanue kidogo, na kwamba msije mkadhani serikali iko rigid katika kutosikiliza wamiliki wa magari au kutosikiliza wananchi au kutosikiliza kipande kingine chochote kile. Lakini na jambo la mwisho, kumbukeni Tanzania sisi pia tuna mafuta yanayokwenda kwenye mataifa wenzetu, yale yanaitwa transit goods, ambazo zinakwenda kwenye mataifa ya wenzetu. Sisi tunasafirisha mafuta ya wenzetu kwenda Kongo, kwenda Malawi, kwenda Siwani, tunasafirisha yale mafuta. Ukiyaona tu ni ya kwetu, hapana. Yale ni mafuta ambayo tayari yapo kwenda kwenye taifa la wenzetu, lakini tu kwa sababu hawana bandari ya maji kuweza kupata mafuta yao moja kwa moja kutoka kwenye bahari, sisi tuna wajibu wa kuwapelekea mafuta yao walioyanua sisi kama njia. Sasa uwezo kaanza kuyatumia mafuta yale ya mwenzio unayatumia hapa, kwa sababu hata sheria yale mafuta yanakuwa hayana kodi hapa ndani ya taifa letu.